Nilikuwepo hapa mbele yenu ni Abdulrahim Swaliahi, katibu wa waumini wa Masjidi Islah Kigogo Kati. Leo tarehe 17 ya mwezi wa 4 2026 tumekuja kuhitimisha kulingana na yale ambayo tuliokuwa tukiyalalamikia hapo awali juu ya masala dhulma, ubadhirifu unaoendelea Masjidi Islah. Ndugu zangu waandishi wa habari, kwa uchache ningependa kunukuu mkataba wa chuo cha ualimu cha Masjidi Islah. Bismillahirrahmanirrahim. Makubaliano yalifanyika mnamo tarehe 25 ya mwezi wa 6 mwaka 2007. Masjidi Islah Kigogo kama anwani ya sanduku la posta 87042 Dar es Salaam, ambapo pia watatajwa kwa ufupi kama wadhamini kwa upande mmoja. Kamati ya uendeshaji yenye sanduku la posta hiyo Dar es Salaam, ambao katika makubaliano hayo itatajwa kwa ufupi kama waendeshaji kwa upande wa pili. Utangulizi. Wadhamini ni wamiliki wa msikiti wa Masjidi Islah uliopo katika eneo la Kigogo, kiwanja namba 245, kitalu namba A Kigogo, katika manispaa ya Kinondoni jijini Dar es Salaam. Waendeshaji ni wataalamu wenye elimu, ujuzi na uzoefu wa uendeshaji wa shule. Wadhamini wana nia ya kumkabidhi mwendeshaji jukumu la kuanzisha na kuendesha shule katika eneo la msikiti. Jukumu la uendeshaji litahusisha yafuatayo: kumalizia ujenzi wa madrasa, ofisi za walimu, vyoo pamoja na store. B, kuweka vifaa vya kusomea, zana za kufundishia na mahitaji yote muhimu ya kielimu. C, kuandikisha shule na ufuatiliaji wa vibali vyote toka mamlaka husika. D, kuajili walimu na wafanyakazi wengine wa shule na kuwalipa mishahara yao na mafao mengineyo. E, kutafuta kuandikisha wanafunzi. F, kusimamia uendeshaji. Namba 3, shule itaandikishwa kwa jina la msikiti wa Masjidi Islah na ni mali ya Masjidi Islah. Shule itakuwa ni ya kulipia. Waendeshaji watapangwa kiwango cha ada na wataweka utaratibu wa kukusanya malipo yatakayotumika katika A, kodi ya pango; B, mishahara ya walimu na wafanyakazi wengine; C, ada, kodi, ushuru na mapato mengine ya serikali na mamlaka nyingine husika; ada ya uendeshaji, vifaa, zana za kufundishia na michezo, gharama nyingine yoyote muhimu au ya kulazimu katika uendeshaji wa shule. Ndugu zangu waandishi wa habari, nimenukuu vipengele hivi ili tuweze kupata kufahamu uwasilia wa namna ya chuo kilichopo katika taasisi yetu ya Masjidi Islah. Huu ni mkataba ambao uliofungwa kwa tarehe hiyo niliyoitaja, tarehe 25 ya mwezi wa 6 mwaka 2007, kwa maana ya kwamba unatueleza kuwa taasisi ya Masjidi Islah kupitia chuo kilichopo, chuo hicho ni milki, ni mali ya taasisi ya Masjidi Islah. Ndugu waandishi wa habari, leo tunazungumza kwa sababu toka kumalizika kwa bodi ya wadhamini ilipoondolewa kwa mujibu wa utaratibu wa katiba Masjidi Islah tarehe 28 ya mwezi wa 7 mwaka 2023, kabidhi wa C Rita alipoiondosha bodi hiyo kukosa mamlaka katika namna ya utaratibu wa kisheria. Hivi leo nazungumza ninyi waandishi wa habari, ni takriban miaka mitatu kutoka 2023 mpaka 2026. Leo tuna mwezi wa 4. Chuo hiko mlichoweza kukifanikiwa kuona kilikuwa bado kina operate, maana ya kwamba kilikuwa kinatumika na wanafunzi walikuwa wakiendelea kusoma. Nini makusudio ya kuzungumza? Ndani ya miaka hiyo mpaka na hivi leo, taasisi ya Masjidi Islah hainufaiki na chochote kupitia chuo hicho cha ualimu Masjidi Islah Kigogo, hali ya kuwa mkataba unaeleza kuwa milki ya chuo ni mali ya taasisi ya Masjidi Islah. Kwa ndugu waandishi wa habari, leo tumeshirikiana pamoja na wazee wetu waasisi wa Masjidi Islah katika hili, kamati ya wazee pamoja na kamati ya waumini Masjidi Islah,
imeshirikiana kwa pamoja kwenda kufanya zoezi la ufungaji wa chuo hicho kwa sababu ya dhulma inayoendelea. Ndugu zangu waandishi wa habari, naona hii itakuwa ni takriban mara ya 3 toka press yetu ya mwisho tulioifanya tarehe 16 ya mwezi wa 8 2024. Leo Mwenyezi Mungu ametukutanisha tena, kwa tunapenda kuwafahamisha kuwa lengo na makusudio ya kufunga chuo chetu ni kulingana na dhulma zinazoendelea. Ndugu waandishi wa habari, nipende kuishia hapa. Nafikiri matukio tuliyokagua kwa pamoja yanajieleza kulingana hiki ambacho tunachokiendelea. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu wanahabari, nafikiri tumeitwa hapa kwa lengo ya kuangalia hicho chuo, na nyinyi wenyewe mashahidi mmekwenda kuona namna hali kilivyo. Kwa mujibu wa taratibu, sheria na kanuni, hakustahili kuwa chuo. Lazima tukubali kwamba hali ile haistahili hata kuwa chuo. Naona huyu mwekezaji amekuwa kama anafanya mambo kienyeji, na ndio maana hata hao waliotoka bodi walikuwa wao wanalishwa tu pesa, wanagawana, wanaondoka. Sasa sisi tulichokiona kama wazee wa taasisi hii, kila sehemu kuna wazee na kuna waasisi. Sisi tunapotuona ni waasisi na wazee. Mimi na huyu bwana toka 67 tuko hapa, toka vijana wadogo mpaka tumefikia hatua hii, lakini tumejenga wenyewe hii kwa nguvu zetu. Mpaka huyu kijana anakuja anaweka chuo, anafanya mazingira ambayo yasiyostahiki, na sisi tumekaa kwa kuheshimu hao bodi. Kilichofanyika wanajua wao, pamoja na kabidhi wasii katika kamati yake aliyoiweka. Sasa sisi tumeona kwamba hii hali itaifika mpaka lini? Kila mmoja anafanya mtego kwa kuona kwamba hakuna bodi. Sasa kama hakuna bodi, lakini tupo waumini wenyewe na tumeteua kamati ndio hii. Nafikiri nyewe mmeona nje huko jinsi namna walivyofanya, vyoo vichafu, majengo huko ya machafu. Sasa leo tutakaa mpaka muda gani mpaka tutapata huo uchaguzi, tuwaweke watu watawatambua wao na kuwapa pesa wao? Si hiyo tu, tumeanzia chuo huko na wengine vivi tutafuatilia. Sasa lengo letu nyinyi mtusaidie. Mambo ya ujanja, mambo ya elimu yale, hawezi kula mtu na wewe ukawa unashindwa kumdhibiti, ile hali anakula kitu chako. Anakula kwa sababu yeye ana elimu, ni mjanja na ana mategemeo ndio anakula. Sasa vijana hawa tumewachagua, anasimamia mambo na afuatilia, na sisi tupo, ndio wenyewe tunajenga msikiti huu toka 67 mpaka leo. Akitokea mtu anafanya kinyume cha hapo, sisi tunamwambia wewe unafanya kinyume, lakini wako watakaofuatilia, sio sisi. Afya zishakuja, sisi umri ushakwenda, wakatoto unaweza ukaanguka tu. Kwa sababu ni kumbukumbu nyingi unakuwa huna kumbukumbu za kwa wasome. Kama huyo katibu mkuja hapa akasomba kumbukumbu. Sasa mimi karatasi ninayo ndani, lakini sijui tena kusoma, sijui. Umri miaka 80 na kitu, umri umekwenda. Sasa ndio kusema kwamba waandishi habari mmekuja hapa, taka habari zetu zisifike kwa wanaohusika. Wale wanaohusika wale ndio watashtukia wao wenyewe. Kumbe hizo habari zinatajwa hivi na hivi na hivi na hivi. Wafuatilie mambo yetu yapate kwa vizuri, kwa sababu tunataka tufanye uchaguzi. Msikiti sasa hivi hauna uongozi kamili. Uongozi kamili kwa na bodi ya wadhamini. Sasa nataka kwenda huko unapigwa chenga, ukaenda huko unapigwa chenga, unaambia miaka inakwenda tu. Tunaweka viongozi wa muda, vijana wa muda tu. Tunataka tuweke uongozi. Wewe kwa bodi ya wadhamini, ile kamati tendaji ifuatilie mambo kihalali, kila kitu kihalali. Islam
tutafanya uchaguzi wenyewe kama taasisi, kwa sababu tunazo kumbukumbu za barua za kutaarifu taasisi mbalimbali kuhusiana na uchaguzi hapa msikitini kwetu. Baada ya barua hiyo kuiandika, tulimpelekea shehe wa mkoa, tukapeleka serikalini kote. Siku 3 baadaye tukapigiwa simu, tukaitwa ofisi ya kabidhi wa simu mkuu. Yaani tumeandika barua ya kutoa taarifa ya uchaguzi, ndio tunaitwa na serikali. Sio taasisi ije isemea utaratibu wa katiba ni tofauti uchaguzi, haikuwa hivyo. Tumekaa sasa tuna miaka 2 takriban. Uchaguzi hakuna. Kwa hiyo mali za taasisi zinapokosa board of trustees, maana yake kwa mujibu wa sheria zinakosa mtu halali wa kusimamia mali za taasisi. Kwa kuwa tumehangaika sana na tukupata msaada, tunawaambia waandishi wa habari kwa kuanzia sasa muda wote kamati itaketi na wazee, tutapanga tarehe ya uchaguzi na tutaitangaza kupitia vyombo vya habari. Lengo ni kulinda amani ya nchi na sio fujo. Hatuwezi kuvumilia mtu mmoja anazuia maslahi ya umati mkubwa kwa sababu ya maslahi yake. Hilo jambo alikubaliki hata kidini, alikubaliki serikali, alikubaliki jamii. Mtu mmoja tu katika taasisi anaogopwa kama sijui amekuwa na jambo hilo haliwezekani. Kwa sisi tunawaambia na wanahabari leo, baada haya yaliyotokea hapa, tutakuiteni tena kukupeni taarifa ya kutangaza tarehe. Ima tutakupigieni simu au tutakutumieni message kwamba tarehe fulani kutakuwa na uchaguzi wa bodi ya wadhamini Masjid Islam kidogo baada ya